Tunaenda kwenye uchaguzi wa mwaka 2025. Uchaguzi ni kilele cha kuonesha uwanademokrasia wenu. Hapa waandishi wa habari mnakuwa na nafasi ya kipekee na dhamana kubwa zaidi kuliko sisi wanasiasa. Sasa moja ya refari muhimu ukiacha tume ya uchaguzi ni hii. Kwa serikali tumeshajitamka na Mheshimiwa Rais ameeleza kwamba nia ya serikali ni kuona nchi yetu inafanya uchaguzi wa kidemokrasia, uchaguzi wa haki, uchaguzi ulio huru, uchaguzi wenye heshima wa kulinda taswira ya Tanzania, na uchaguzi ambao utaiacha nchi hii ikiwa salama, ina amani, nchi ikiwa na umoja, kwa sababu kuna maisha baada ya uchaguzi. Hii ni nchi ambayo inaitwa nchi inayoendelea miaka 300. Kwa bado katika hali ya kawaida nchi yetu bado iko changa. Inamaanisha kwamba lazima nchi tuendelee kuilea, kwenda kuilinda. Misingi yetu ya demokrasia bado tunaisimika. Kwa mnapofanya kazi yenu ya waandishi wa habari, msisahau mna wajibu wa kuhakikisha kwamba taifa hili linaendelea kuwa taifa imara, taifa lenye umoja, taifa lenye amani, taifa lenye usalama, kwa sababu hayo ndiyo ni msingi wa yote tunayofanya. Tunakutana hapa, tunazungumza yote haya kwa sababu kuna amani, kuna utulivu, kuna usalama. Vinginevyo hapa kuna nchi ambazo hawezi kukaa. Kwa hiyo dhamana tunayo wote sisi kama serikali na nyie kama waandishi wa habari na kila mdau yoyote katika nchi yetu. Kwa hiyo msisahau katika shughuli zenu za uandishi wa habari, hususan kwa mwaka huu. Kazi zenu ni zipi wakati wa uchaguzi? Zinajulikana. Ya kwanza kuliko zote ni kutenda haki kwa wadau wote wanaoshiriki katika uchaguzi. Wadau ni akina nani? Tume ya uchaguzi ni mdau namba 1. Lazima muitendee haki tume. Na kuitendea haki cha kwanza ni mtazamo. Mnaitazamaji. Na lazima muitazame tume katika muktadha wa katiba na sheria. Haiwezi kuoperate tume nje ya muktadha wa katiba na sheria. Sasa msijaji tume on the basis of what us politicians are saying. Mkitukia sema sisi kuhusu tume, hapa itendea haki. Itendeni haki tume kwa kuzingatia majukumu yake ya kikatiba na sheria tulizonazo leo, kwamba majukumu yao ya kikatiba na kisheria wanayatekeleza kama ilivyo. Hilo ni mdau wa kwanza mkubwa. Mdau wa pili of course ni sisi, kwa maana ya vyama vya siasa. Na sisi mtutendee haki. Na haki mtutendee ni kwamba kama Kitila akahutubia Manzese leo, unamkava. Akihutubia mwingine naye unamkava. Haki manake inaanzana kwenye coverage. Wewe haki inaanza kupotea pale ambapo unaanza kuficha wengine. Yaani kana kwamba sasa mshiriki mmoja peke yake. Na mtutendee haki vile vile kwamba vyama vya siasa Tanzania vipo 19 vimesajiliwa kisheria, lakini msajili wa vyama vya siasa. Kwa lazima mtendee haki vyama. Nyie hiyo ni kazi yenu. Tendeni haki kwa wadau wote wa siasa, wadau wote wa uchaguzi katika mwaka huu. Hilo ni jambo ambalo nadhani muhimu sana katika kuliangalia. Swala la uchaguzi ni swala la kikatiba. Hatuna namna yoyote kwa maana kujitenga na katiba yetu ambayo na sisi ni sehemu tunaoitekeleza. Na ndio maana tunakwenda na kauli mbiu, shiriki uchaguzi kwa kuzingatia misingi ya kitaaluma. Kwa maana misingi inatutaka tutoe haki kwa vyama vyote. Kama profesa CCM, wewe najua ni mbunge wa CCM huko pale Manzese, tukave story na chama B basi nacho ACT na nani, napo tumtendee haki iliyo sawa, lakini tuzingatie maadili. Kwa sababu huko Mheshimiwa Waziri, kwa mujibu wa sheria tunasema ya kwamba, kwa sababu yupo kakaangu Mgaya Kingoba yule pale ni mjumbe wa bodi ya ithibati kwa waandishi wa habari, na Mheshimiwa Waziri yupo hapa, serikali ni moja. Kwa maana mawaziri wa kisekta mnawasiliana. Ukiangalia kwa mujibu wa sheria na kwa mwaka wa kiserikali mwisho ni Juni 30. Na ukiangalia sura ya mkurugenzi mtendaji wa bodi ya ithibati anakuambia hakuna muda kuongeza.
Kwa nini tusiongezewe alau siku 10 za ziada, ili kwa maana ya kwamba tufanye ya kwamba mwisho wa mwaka wa fedha na sisi hiyo ndio mwisho wa kujisajili, kwa sababu Mheshimiwa Waziri uko hapa na uwezo wa kucheki na waziri mwenzako wa kisekta Profesa Kabudi, haya mkatufikishia, basi tunakuomba. Lakini na ukizingatia Mheshimiwa Waziri, wewe unatoka ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji, sehemu ya mipango ni pamoja pia na usajili wa wanahabari. Sasa kama sisi hatuko kwenye mpango uliokuwa mzuri, tunapelekwa kwa muda short notice, tunakwenda na siku zote, hata kwenye kulipa bili za ardhi au maji, mwisho wa mwezi ndio malipo huwa yanakuwa mengi kwa taasisi. Kwa na sisi basi alau hizi siku 10 watupe, ili alau tuongeze tuweze kujisajili, watupe hizo siku 10 kwa wanahabari wote Tanzania. Sasa manake hapa tunazungumzia nchi nzima, ni bodi ya taifa zima, basi tuweze kukamilisha mpaka Juni 30. Hili ombi Profesa Kitila tunalileta kwako, tunaamini ya kwamba linawezekana kwa sababu serikali ni moja. Wakatupa elimu ya manufaa ya uwekezaji, na sisi tukaona pengine fursa iko kwenye hisa, basi na mambo yakaenda.